Mpendwa mtazamaji, tarehe 29 ya mwezi wa 12, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu ambalo tunalipata kutoka katika Injili ya Luka sura ile ya 2 aya ya 22 hadi ya 35. Nitaisoma. Zilipotimia siku za kutakasika kwao, kama ilivyo torati ya Musa, walikwenda na Yesu hata Yerusalemu wamweke kwa Bwana, kama ilivyoandikwa katika sheria ya Bwana, kila mtoto mwanamume aliyekifungua mimba ya mamaye na aitwe mtakatifu kwa Bwana. Wakatoe na sadaka kama ilivyonenwa katika sheria ya Bwana, hua wawili au makinda ya njiwa wawili. Na tazama, pale Yerusalemu palikuwa na mtu jina lake Simeoni, naye ni mtu mwenye haki, mcha Mungu, akitarajia faraja ya Israeli, na Roho Mtakatifu alikuwa juu yake. Naye alikuwa ameonywa na Roho Mtakatifu ya kwamba hataona mauti kabla ya kumwona Kristo wa Bwana. Basi akaja hekaluni ameongozwa na Roho, na wale wazazi walipomleta mtoto Yesu ndani ili wamfanyie kama ilivyokuwa desturi ya sheria, ye mwenyewe alimpokea mkononi mwake, akamshukuru Mungu akisema, sasa Bwana, wamruhusu mtumishi wako kwa amani, kama ulivyosema, kwa kuwa macho yangu yameona wokovu wako ulioweka tayari machoni kwa watu wote, nuru ya kuwa mwangaza wa mataifa na kuwa utukufu wa watu wako Israeli. Na babaye na mamaye walikuwa wakistaajabia hayo yaliyonenwa juu yake. Simeoni akawabariki, akamwambia Mariamu mama yake, tazama, huyu amewekwa kwa kuanguka na kuinuka wengi walio katika Israeli, na kuwa ishara itakayonenewa, nawe mwenyewe upanga utaingia moyoni mwako, ili yafunuliwe mawazo ya mioyo mingi. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Mpendwa mtazamaji, baada ya Yesu Kristo kuweza kuzaliwa, anakuwa chini ya sheria ya Kiyahudi, na sheria hii ilikuwa inazungumza kwamba kila mtoto mwanaume anayezaliwa, sheria ya kwanza lazima atahiriwe, na ya pili lazima apelekwe hekaluni akawekwe kwa Bwana ili aweze kukombolewa na baadaye aweze kuitwa mtakatifu wa Bwana. Na katika sheria hizo zilikuwa ni zile ambazo zinapatikana katika kitabu cha Mambo ya Walawi sura ile ya 27 ile aya ya 6. Yesu naye alipozaliwa alitahiriwa. Yesu naye alipozaliwa alipelekwa hekaluni. Wazazi wake wanampeleka hekaluni kwa sababu kila mzaliwa wa kwanza ilikuwa lazima aende akakombolewe, na anapokombolewa huyu mzaliwa wa kwanza aliyekifungua mimba ya mama yake, familia waliokuwa tajiri walikuwa wanapeleka kondoo, na familia ambao walikuwa ni masikini walikuwa wanapeleka njiwa wawili. Yosefu na Maria wanapompeleka mtoto Yesu hekaluni wanapeleka njiwa wawili. Ni ishara kwamba Yesu alizaliwa katika familia masikini ya hali ya chini sana. Walikosa hata pesa kwa ajili ya kondoo, wakaamua kupeleka hekaluni njiwa wawili. Kwa nini? Ili aweze kuwa mtiifu katika sheria ile ya Kiyahudi. Ingawa alikuwa ametoka kwa Mungu, Mungu alikuwa ameleta ile sheria, lakini yeye alikuwa mtii katika sheria hizi za Kiyahudi. Fundisho: kuna watu mpaka leo wanakuwa wakaidi katika sheria za kanisa zilizopo ambazo zimewekwa. Anaamua tu mtu kwamba nitazivunja sheria za Mungu na sheria za kanisa kwa maneno mbalimbali kwamba zimewekwa na binadamu. Ni kweli, hata kama zimewekwa na binadamu ambayo ametoka kwa Mungu, angalia Yesu Kristo anapokuwa mtiifu katika sheria hizi za binadamu, hadi anamwaga damu yake akiwa anatahiriwa. Ingawa yeye hakuwa na dhambi, lakini alikubali kuwa chini ya dhambi. Anapelekwa hekaluni kwenda kutolewa sadaka, kukombolewa.
Ingawa yeye ni mwana wa Mungu, lakini alikubali kuwa chini ya sheria aweze kukombolewa, kwa sababu asingefanya hivyo asingeweza kueleweka kwa hii jamii. Na fundisho la pili tunalojifunza ni hili: watoto wetu ambao ni wazaliwa wa kwanza tunawapeleka hekaluni kwa Bwana baada ya kutoka hospitalini au baada ya siku 8 ili wakapewe jina na kuweza kuitwa watakatifu wa Mungu. Angalia Yesu Kristo anavyopelekwa hekaluni, anaenda kuitwa jina la Yesu. Anapewa lile jina ambalo malaika Gabrieli alikuwa amemwambia Maria na alikuwa amemwambia huyu Yosefu. Na hili jina la Yesu linakuja kufanya kazi kubwa, kwa sababu Yesu ni Mwokozi. Yeshua anakuja kuwa mkombozi wa ulimwengu mzima. Jina lake linafanya kile ambacho alikuwa ameambiwa na Mwenyezi Mungu, anakuja kukomboa dunia nzima. Watoto wetu wakizaliwa tunawarithisha majina gani? Je, majina hayo yanawafanya wewe katika ile kusudi la Mwenyezi Mungu? Angalia furaha inayokuja anapofika pale hekaluni baada ya kuweza kutolewa sadaka. Anakuja Simeoni ambaye amepewa jina kwamba alikuwa ni mzee mwenye haki, alikuwa na Roho Mtakatifu. Anakuja akimshukuru Mungu kwamba sasa Bwana waweza kumruhusu mtumishi wako aende kwa amani, kwa sababu nimeona wokovu ndani ya Yesu Kristo. Ndani ya mtoto mchanga huu anaona wokovu, anaona nuru, anaona mwangaza wa mataifa kupitia yule mtoto. Watoto wetu wakizaliwa, wanapopokelewa na wazee, ni kitu gani kinachoonekana kwao? Ni kweli kila mtoto anakuwa amebeba kusudi kubwa la Mwenyezi Mungu: wokovu, wokovu wa familia, ukombozi wa familia, ukombozi wa ukoo, ukombozi wa taifa na ukombozi wa kanisa. Je, watoto hawa tunawapeleka kwa wazee wa kanisa waliojazwa na Roho Mtakatifu, au tunawapeleka kwa wazee ambao wamejazwa ulevi, uchawi, ushirikina na mambo ya ajabu kama hayo? Na maneno ambao wanayoyatamkia watoto wetu, wanawatamkia maneno ya baraka ya kuweza kuwajenga kuweza kufikia lile kusudi la Mwenyezi Mungu. Je, hao wazee wanamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya huyu mtoto? Simeoni anamshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya huyu mtoto, anamtukuza Mwenyezi Mungu. Leo hii mtoto akipatikana, badala ya watu kuweza kutolea misa ya shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa ajili ya mtoto, watu wengi wanapiga makelele. Ndio wanaanza kutuma posti mbalimbali za watoto, status kwenye makundi ya WhatsApp kwamba mtoto huyu amepatikanika. Badala ya kutolea misa ya shukrani kwa ajili ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, tunawaposti huko. Kwa nini tunawaelekeza watoto katika mambo ambayo si ya kimungu? Angalia baadaye huyu Simeoni sasa anatoa utabiri juu ya mtoto atakavyokuwa. Anasema kwamba mtoto huyu amewekwa kwa kuanguka na kuinuka kwa wengi ambao wako katika taifa la Israeli, na kwamba atakuwa ni ishara itakayonenewa. Na anamwambia mama Bikira Maria kwamba kupitia mtoto huyu upanga utaingia moyoni mwa Bikira Maria, na mambo mengi ambayo yatafunuliwa, mawazo ya mioyo mingi kupitia mtoto huyu. Mama Maria anapewa maneno magumu kwa sababu kuja kumshuhudia mwanaye akitobolewa ubavu kwa mkuki pale msalabani akiwa uchi yalikuwa ni maumivu makubwa sana. Aliyaweka ndani ya moyo wake, hakuanza kupiga kelele. Tumwombe Mama Maria tuweze kuwa na uvumilivu tunapoambiwa maneno juu ya watoto wetu. Tuyabebe ndani ya vifua vyetu, tusitoke na kuanza kuwatangazia watu mambo mbalimbali. Na Yesu ambaye amewekwa hekaluni leo hii aweze kuwa baraka kwa familia zote. Yesu ambaye ni mzaliwa wa kwanza aweze kuwa mzaliwa wa kwanza katika familia yako, aweze kuwa ni ndugu yetu, atuokoe na kila aina ya ubaya. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.